Nikiwa katika harakati za kutoka Kampala kwenda Kongo, nimedondosha simu, nimepasua kioo. Imepasuka upande mmoja, ionyeshi na ifanye kazi. Hii ni ishara mbaya ya kwenda Kongo. Kwa hiyo Kongo siji, imeonekana Kongo sitakiwi kuja. That's why nimepata hii accident. Karibia milioni ngapi sijui hata hii simu bei yake sasa hivi ni kiasi gani. Imepasuka kioo. Watu wengi wamekuwa wakiniuliza maswali, kwa nini hii gari naifanya gari ya kulishia ng'ombe, ya kubebea majani ya ng'ombe, wakati ni gari ambayo watu wanavimbia mjini. Sogea. Hii gari iko na usajili wa Kongo. Mmoja kati ya kijana wangu ambaye anafanya kazi mgodini, mgodi sio wangu, ni mgodi wake. Mimi ni mmoja kati ya mshauri wake. Alijiunga kwenye grupu la Nguvu ya Pesa na Jicho 3 kipindi ambacho nawalipisha watu 200,000. Akafuata maelekezo yangu na mafunzo yangu niliyompa. Akapata gold mgodini. Mambo yake yakabadilika. Yeye amenunua V8 ile LC300. Akanunua na hii. Akasema, "Master, nimeona uko shambani na kununulia gari ya kutumia shambani." Ni Mkongo. Anaishi Bunia. Yaani hii gari nimenunuliwa na kijana ambaye anafanya biashara za madini lakini anafanya Bunia. Anachimba sijui na kununua. Nilimpa ushauri wa maisha, nikampa njia, nikamconnect na baadhi ya watu ambao walimshika mkono na kumwambia hiki fanye, hiki usifanye. Bahati nzuri akapata pesa, akanunua gari. Hii hapa, hii ndo gari aliyoanza nayo. Ndani ya miezi mitatu akapata pesa, akanunua LC300. Akaniambia, "Master, kwa heshima nilionayo kwako na kuletea $20,000, lakini pia nakuletea na gari ambayo mimi nimeinunua." Huyu kijana anaishi Kongo, anaishi na Kampala. Maisha yake anaishi hizo sehemu mbili, anaishi Bunia na Kampala. Akasema, "Nakuletea gari, nataka utumie, hata kama utaitumia kwa vyovyote vile, utumie gari ambayo nimeinunua kutokana na maelekezo ulionipa." Kwa hiyo watu wengi ambao wanajiuliza kwamba chifu, mbona watu waliofanikiwa kupitia Nguvu ya Pesa na Jicho 3 waonyeshi? Siwaonyeshi kwa sababu nikiwaonyesha mtawaita mafrimason, lakini pia wengine wanafanya kazi, wengine maserikalini, wengine wanafanya kazi za zina mabosi, wengine kwa hiyo wana link. Siwezi kumuonyesha kila ninayemsaidia, na mimi siwezi kuja kutoa siri ya mtu ninayemsaidia. Na hata huyu ambaye amenipa hii gari siwezi kuonyesha sura yake, ila mtakuwa mkiona tu nikitumia gari. Na mwanzo niliwaza nikasema au niuze hii gari, lakini nikafikiria hii simu imeniuma, nimeitupa, lakini imeniuma kwa kweli. Nimeinunua gharama nyingi sana. Nimenunua gharama nyingi sana. Achana nayo, nitaitengeneza. Au nitaagiza simu 2 kutoka Tanzania. Kama unabisha bisha kwenye comment. Naagiza hii na Samsung S26 Ultra. Simu hizi 2. Naagiza hii katengenezwa, alafu narudishiwa na Samsung S26 Ultra. Kwa hiyo ile gari ni kijana wangu ambaye anafanya biashara ya gold. Akapata pesa huko kwenye biashara zake, akanunua, kaniletea kama zawadi baada ya yeye kununua gari nyingine. Kuna watu ambao wanakumbuka fadhila pale ambapo unawasaidia, lakini kuna watu ambao hawatakuja kukumbuka hata ukiwakumbusha. Kwa hiyo usiache kusaidia watu, kwa sababu pia watu wema bado wapo. Kama huyu nilimsaidia akaniletea hii gari, kuna wengine niliwahi kuwasaidia sasa hivi hawakumbuki. Watu wengi nimewasaidia, wengine biashara zao zimeenda vizuri, lakini baada ya kufanikiwa wanaanza kuvimba, wanajiona wamefanikiwa kwa nguvu zao na nini, na sijali kuhusu hilo kwa sababu nilishajiandaa. Kwa hiyo hii nailishia ng'ombe. Siku nikichoka nitagawa labda TikTok au Facebook au Instagram, nitawapa watu au nitauza, vyovyote vile nitakapokuwa nimetaka. Kwa gari hiyo hapo, gari zingine hizi hapa nilikuwa nilifanyia service asubuhi, kwa nikazileta hapa. Hii hapa Mercedes Benz convertible, ile pale Maybach. Niko shambani huko. Na nikisema shambani simaanishi eti hamna sehemu ya kuishi. Ni shambani, lakini sehemu ambapo naweza uonyeshe. Hii ni garden ya shambani. Yaani huu ni mji wangu wa shambani. Njoo.
huu ni mji wangu wa shambani ambao kuna nyumba mbili. Kuna nyumba hii hapa ambayo wageni wangu wote wanaokuja kunitembelea shambani, wengine ambao nawatibia, wengine nao hapa majini, hivyo wanaweza kalala huko, wengine wanalala kule. Hii yote garden, huku ndo nachomea mbuzi. Alafu kule ndo ng'ombe ziko kule mbele. Kule ndo ambako unafugia ng'ombe. Kwa hiyo hii yote compound ni ya kwangu, sio ya mtu. Cho. Na hii ni compound ya Polini, Uganda. Hii yote ni compound yangu. Show them hapo njoo. Niko shambani. Lakini shambani yangu mimi unaweza kaisi niko nyumbani. You know I got money. Kuna watu wamepangisha upande mmoja da, yani yuko da amepanga upande mmoja wa nyumba, alafu ananipigia kelele mimi. Wengine tumewapangisha vinyumba vya uwani kama hivyo, wanakaa uwani, alafu wanapishana na mimi. Sije huyo anatoa wapi? Hiyo yote compound yangu bado. Sijui mnanielewa, na huko ni kijijini, ni bush. Ni kijijini, ni bush. Hapa ni sehemu ambayo ng'ombe wakitoka kula kule nje wanakuja wanakunywa maji, kama unavyoona kuna maji. Wanakunywa maji, wanapumzika. Sehemu wanaolala ndani, ng'ombe wanalala ndani hapa. Na ng'ombe wengine ni hawa hapa. Wako wanakula huko nje. Baadhi ya ng'ombe wale pale, wengine wameenda malishoni kula, wakirudi wote wanarudi ndani pale. Sasa wewe endelea kubishana na mimi, afu mwenzio naishi maisha yangu ya uhalisia. Kwa jina naitwa Mtoto Mdogo Mwenye Pesa Nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi, njoo umeona hela. Shuka kwenye comment niambie una shida na kiasi gani cha pesa nikutumie. Lakini kwa wale ambao wanataka kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu ili wabadilishe maisha yao, namba ya kujiunga ni 0756 38 2285. 0756 38 2285. Narudia tena 0756 38 2285. Kama uko Goma, uko Bunia, uko Beni, uko Koruwezi, Lubumbashi, wapi unataka kuonana na mimi, tafuta dola 2500, njoo Kampala. Wewe unayejiunga na group tafuta dola 250, unaweza ukajiunga na group popote ulipo, huko uliko. Sio lazima uje huko.